Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ameeleza kuwa iwapo atapewa nafasi ama fursa ya kutoa wosia au ujumbe wa mwisho kwa taifa, ujumbe wake mkuu utakuwa ni kuwahimiza Watanzania kupigania upatikanaji wa katiba mpya. Akizungumza leo Julai 24, 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, Dr. Nchimbi amebainisha kuwa mchakato wa kusaka katiba mpya umekuwa ukipigiwa kelele kwa zaidi ya miongo minne sasa, huku vuguvugu rasmi la mabadiliko hayo likishika kasi tangu mwaka 1992. Akieleza historia ya mchakato huo, Balozi Nchimbi amekumbusha kuwa serikali ya awamu ya 4 ilichukua hatua za makusudi kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya sheria mama. Hata hivyo, amebainisha kuwa mchakato huo ulikumbana na vizingiti kutokana na kuwepo kwa mrundikano wa kiu na matakwa mengi ya wananchi yaliyohitaji kufanyiwa kazi kwa wakati mmoja. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.